Hujambo na karibu sana katika Tosi TV Network. Katika video yetu hii ambayo leo tunaenda kuzungumzia mada inayohusu imani yetu na dunia tunayoishi. Kimsingi leo tutajiuliza swali ambalo linasema uongozi wa Trump, je, ndio mwisho wa dunia? Na uongozi wa Trump, je, unahusiana na kwa namna yoyote na unabii wa siku za mwisho na kurudi kwa Yesu mara ya pili? Na hebu tuchunguze kwa pamoja katika mtazamo wa Kikristo nini ambacho tunaweza tukakipata hapa. Donald Trump amekuwa rais ambaye ameongoza katika nchi ya Marekani katika awamu mbili, kuanzia mwaka 2017 mpaka 2021, na sasa tena mwaka 2024 mwishoni amepata nafasi hiyo tena, na anaendelea na kuingia na sera mbalimbali ambazo ameanza nazo kwa nguvu kabisa katika mwaka huu wa 2025. Kimsingi uongozi wake umekuwa na mgawanyiko mkubwa, ambapo kuna watu wanamchukulia kama kiongozi shupavu na wengine wakimchukulia kama tishio kwa ulimwengu na kwa amani ya dunia. Lakini sisi kama Wakristo hatuwezi kuwa na mtazamo wa kisiasa, lakini ni lazima tutumie mtazamo wa kimaandiko kutuongoza na kutupa picha ya kila kitu kinachoendelea. Hebu tuombe. Baba yetu mtakatifu, tunakushukuru sana kwa siku tena hii ya leo. Tunapojifunza neno lako na juu ya kweli mbalimbali, tusaidie tuelewe, fungua akili zetu katika jina lako Yesu Kristo. Amina. Uongozi wa Trump. Sasa tujue kwanza, Biblia inaposema siku za mwisho au unabii wa siku za mwisho unaelezea juu ya kitu gani? Kimsingi unaposoma katika kitabu cha Daniel, tukiongelea kitabu cha Daniel kinatupatia picha juu ya siku za mwisho zitakavyokuwa. Kimeeleza juu ya tawala ya kwanza, ambapo alikuwa ni mfalme wa Babeli, na kuendelea mpaka siku za mwisho kabisa ambapo historia ya ulimwengu itakuwa inafungwa. Lakini pia kitabu cha Ufunuo kinaeleza hivyo hivyo. Lakini natamani tuangalie katika kitabu cha Mathayo 24, ambapo hapo tunamuona Yesu yeye mwenyewe akieleza juu ya hatma ya dunia, akieleza juu ya hatma ya ulimwengu huu wa dunia. Na ukisoma katika Mathayo 24 fungu la 6 na la 7, hapa tunaona Yesu akieleza akisema kwamba mtasikia fununu za vita, lakini pia taifa itaenda kupigana na taifa lingine, kutakuwa na njaa, kutakuwa na migongano, na upendo wa wengi utapoa. Na hapa tunaambiwa lakini hayo yote anasema mwisho bado, lakini mwisho bado, kwamba kutakuwa na vita, kutakuwa na matetemeko, lakini pia kutakuwa na njaa. Hizo zote ni ishara za mwisho wa dunia, lakini anamalizia kwa kusema mwisho bado. Ufunuo inazungumzia sura juu ya mamlaka za kisiasa ambazo zinatawala au zingetawala kabla ya kurudi kwa Kristo. Lakini sasa, je, tujiulize, huu uongozi wa Trump, je, ni sehemu ya hizi tawala? Na wengi wanajaribu kuhusisha siasa na unabii, na wanajaribu kutengeneza kwa namna mbalimbali, lakini Biblia yenyewe haimtaji Trump wazi kama utawala wa mwisho wa dunia. Lakini hebu tuangalie mtazamo wa Kikristo juu ya uongozi wa huyu Donald Trump. Uongozi wa Donald Trump. Kama Wakristo tunapaswa kujiuliza, je, uongozi wa Donald Trump unaendana na maadili ya Biblia au la hasha? Unajua, Trump anaweza akawa chombo cha Mungu, lakini pia anaweza akawa ni chombo cha shetani. Na historia inaeleza juu ya viongozi mbalimbali ambao waliwekwa katika uongozi, na wengi walikuwa kama chombo cha Mungu, lakini wengine wakiwa kama chombo cha shetani.
Na hakika unaposoma katika kitabu cha Warumi 13 fungu la kwanza, neno la Mungu linasema hakuna mamlaka isiyowekwa na Mungu, lakini kila mamlaka imewekwa na Mungu, imeruhusiwa na Mungu. Nilikuwa natazama katika Biblia, Mungu anamuita Nebukadneza mtumishi wangu. Na Nebukadneza ni mfalme ambaye alikuwa yupo katika taifa lisilomjua Mungu. Na ni kweli kwamba taifa hilo liliwaangamiza sana watu wa Israel, yani taifa la Mungu. Lakini walipokuwa wakitenda dhambi, taifa la Mungu, yani Israel wakimkosea Mungu, Mungu alikuwa anamuinua Nebukadneza na anaenda na wachukua Israel na wapeleka utumwani, anawapeleka wanakuwa kama mateka. Sasa Mungu anaposema Nebukadneza mtumishi wangu, hii inadhihirisha undani na ukweli wa hili fungu la Warumi 13 fungu la kwanza, kwamba kila mamlaka inayowekwa katika mamlaka inawekwa na Mungu. Hii inaonyesha hata uongozi wa Trump kama tawala zingine, kama mamlaka zingine, upo katika mpango wa Mungu. Mungu amemruhusu aingie. Lakini swali kubwa ambalo tuwaweza kubaki nalo kwamba je, huu ndio mwisho wa dunia? Kwa sababu tunaona sera nyingi ambazo zinawekwa, na tunaona Trump akiingiza sera nyingi ambazo zinahusisha kurudisha Ukristo, zinarudisha udini katika Marekani. Lakini pia tunaona anajaribu kuondoa na kupunguza ushirikiano na mataifa mengine. Lakini pia tunaona anadai kwamba yeye ndiye mmalizaji wa vita, na tunaona kwa namna mbalimbali akijaribu kuongea na watawala wa nchi kadha wa kadha zinazopigana kuondoa vita. Haya yote yanayotokea yameruhusiwa yatokee hivyo kwa sababu Mungu ndiye anayewaruhusu wafalme na watu wenye mamlaka kuingia katika mamlaka. Lakini wengi pia wanahusisha uongozi wa Trump na mwisho wa dunia kwa sababu moja ni sera yake ya kuhamisha ubalozi wa Marekani hadi Yerusalemu, ambapo wengine wanaona ni kama ishara ya kutimiza unabii. Lakini pia kuna sera mbalimbali ambazo zimeonekana mwaka 2025 za Trump, kama vile kuimarisha mipaka ambazo tunaona zinatendeka, lakini pia kuongeza nguvu za kijeshi, lakini pia tunaona kupunguza kama sio kuondoa uhusiano wa jinsia ya moja. Lakini unaposoma katika kitabu cha Mathayo 24 fungu la 36, Yesu mwenyewe alisema hakuna mtu anayejua siku wala saa, hata malaika wa mbinguni hawajui, ila Baba tu. Sasa watu wengi tunaona wanabashiri na watu wameshaanza kuweka miaka yao kwamba Yesu anakuja sijui mwaka gani, miaka mbalimbali, na wanasema Trump, unaona haya yote yanayotokea, Trump ndio anatimiza unabii hivyo na hivyo. Hatuna haja ya kubashiri. Kama Yesu mwenyewe ametuambia hakuna mtu anayejua siku wala saa ila ni Baba peke yake, hata malaika wa mbinguni hawajui. Jambo kubwa ni kwamba hatutakiwi kuishi kwa kuangalia unabii na kuchungulia wakati wa matukio. Tuwapasa kusoma unabii kila siku. Yatupasa tusiwe na hofu pale tunapoona mambo kadha wa kadha yanatokea au mambo mbalimbali yanatokea katika jamii yetu. Haya yote yanatakiwa yazidi kutuandaa, lakini sio kutuogopesha na kuwa na imani za msisimuko na kukosa amani kabisa. Mungu yeye aliahidi kwamba yupo pamoja nasi na yupo katika safari pamoja na sisi. Kimsingi, kwa kumalizia, uongozi wa Trump na sera zake za 2025 ni kweli zaweza kuwa na maana kubwa katika historia ya dunia, lakini hatuwezi kusema kwa hakika ndio ishara ya mwisho wa dunia. Na kazi yetu kama Wakristo ni kumudu na kujibidisha kwamba kutazama haya yote yanayotokea kama ishara za kutimiza ile Mathayo ya 24 na kuamini kwamba neno la Mungu ni hakika na yakini na kila kitu kilichoandikwa kitatimia. Na ni kuzidi kuombea amani, lakini pia
kuishi maisha yanayompa Mungu utukufu. Kwani kwa kufanya hivyo tutakuwa tunajiweka salama na kujiepusha na hatari ya kuweza kupotea kama hatutaweza kujiandaa mapema pale Yesu atakapokuwa anakuja. Mungu akubariki sana. Tuzidi kujiandaa badala ya bashiri, tudumu kufuata kile ambacho neno la Mungu linasema, yani Biblia, na kudumu kufanya yale yaliyo mapenzi yake Mungu, kwani hayo ndiyo yatupasayo kuyafanya. Mungu akubariki sana.